Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Marko sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 19. Tunakutana na habari njema ya Yesu akiwaita mitume 12, na Marko anasema aliwaita wale aliowataka yeye mwenyewe, wakamwendea. Hawa aliowaita wakamwendea, aliwachagua wale watu ambao walikuwa katika mazingira ya kawaida, hawana sifa maalum, na anawatumia hawa wasiokuwa na majina, wasiokuwa na elimu kubwa, ili kuanzisha Ukristo wake uweze kuenea duniani kote kwa watu hawa. Aliwachagua watu waliokuwa na tabia tofauti na umri tofauti kwa ajili ya kueneza ufalme wake, na hawakuwa na sifa ya kipekee sana ya kuweza kuwafanya wao waweze kutambulika, lakini kwa kuungana na Kristo kama anavyozungumza, aliwaita waweze kuwa pamoja naye. Kwa kuwa pamoja na Kristo ndipo walipokuwa washindi katika dunia hii. Na kuna sehemu nyingine inazungumza kwamba Yesu anasema, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua ninyi, ili mwende mkazae matunda na matunda yenu yadumu. Sasa tuone wale ambao Yesu aliwachagua wakaenda kuzaa matunda, wasiokuwa na sifa kubwa, walikuwa ni akina nani? Wa kwanza aliyemwita alikuwa ni Simoni Petro. Alimwita jina la Petro, akamwondoa, akaliweka pembeni jina la Simoni. Ingawa alikuwa analitumia, lakini jina la wito wake lilikuwa ni Petro. Simoni lilikuwa ni jina la kurithi ambalo alikuwa analitumia katika kazi yake ya kuvua samaki. Na Yesu alipokutana naye akamwambia, kuanzia sasa hutakuwa unavua tena samaki, utakuwa unavua watu. Na katika hilo, ili aweze kuja kuvua watu na aweze kuja kuwa Baba Mtakatifu wa kwanza, ilibidi ampatie jina, ambadilishe jina, aweze kuitwa Petro, yaani mwamba. Yesu anambadilisha Petro, anambadilisha Simoni kuweza kuwa Petro. Na mara kwa mara, nyakati zile ambazo huyu Simoni hakusimama katika lile jina lake, Yesu alikuwa anamwambia, Simoni, Simoni, maanake kumbuka kwamba wewe una jina ambalo linakupelekea uweze kuanguka, kwa simama katika nafasi yako ya kuweza kuwa Petro. Mwingine aliyekuwa amemwita, aliyekuwa amewaita na akawapatia jina jipya, walikuwa ni watoto wa Yakobo wa Zebedayo. Hawa walikuwa ni Yohane na Yakobo. Yesu anawapatia jina la Boanerges, yaani wana wa kelele, watu walikuwa walalamishi, na anawapatia jina hilo kwa sababu ya walikuwa ni watu wenye shingo ngumu, watu wenye hasira na watu wa kutaka madaraka. Kwa hiyo tokea mwanzoni kabisa mwa kundi lake Yesu, wale mitume 12, anawachagua watu ambao wenye shingo ngumu, wengine wenye kelele, wengine wenye kielele kama Simoni Petro, hawana elimu. Anawachagua waje waubadilishe ulimwengu. Mwingine anamwita Mathayo. Mathayo alikuwa ni mtoza ushuru, aliyekuwa ametengwa na jamii ya ndugu zake wa Israeli. Walimuona kwamba ni mwasi, ni msaliti ambaye anawauza ndugu zake kwa kuungana na watu wa serikali ya Kirumi. Katika mazingira hayo, Yesu anamfuata, anamwambia nifuate. Na Mathayo anakuja katika nafasi yake ya kutumika kutoza kodi, kuandika vile vitabu vya ushuru. Baadaye akaja akaandika Injili, hii Injili ya Mathayo. Tunakutana na mtu mmoja alikuwa anaitwa Simoni Zelote. Zelote lilikuwa ni kundi la Wayahudi ambao walikuwa wamekula kiapo kikubwa sana cha yeyote yule ambaye anakuja katika taifa lao, hana mpango mwema katika kuweza kukubaliana na sheria za Mwenyezi Mungu, walikuwa wako tayari kumuua. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wako tayari kujitoa muhanga, na muda wote walikuwa wanatembea na mapanga. Yuko tayari kuweza kumuua yule mtu ambaye anakuja kwao akitaka kuweza kuwatawala. Yesu anamtumia Zelote, mtu wa kujitoa muhanga, muda wote anatumia mapanga, anamtumia huyu aje akae pamoja na wenzake. Na kilikuwa kipindi kigumu sana
kwa huyu Simoni Zelote kuweza kukaa pamoja na Mathayo ambaye alikuwa ni muasi, ambaye alikuwa anawatoza ushuru ndugu zake. Tunajifunza kitu gani kwa ajili ya hili? Yesu anatumia mchanganyiko huu wa tabia tofauti, umri, elimu na tabia za hasira, anawaunganisha pamoja ili waweze kuchukuliana katika madhaifu yao na baadaye waweze kuzingatia kitu kimoja tu cha kuweza kuhubiri Injili. Na Injili ndio iliyowafanya baadaye wabadilike, waweze kuitwa watakatifu. Kanisani tutaweza kukutana na watu wenye tabia tofauti za ajabu, umri, elimu na baadaye pia maeneo tofauti, watu wenye kupenda madaraka, lakini vitu vyote hivi visiwafanya hata mara moja mkang'ania madaraka, mkang'ania hasira, mkang'ania ile misimamo ya ndani, tukasahau kuweza kuhubiri Injili, kazi ambayo Yesu alikuwa ametupatia. Injili itubadilishe, Injili tufanye tuweze kuwa watakatifu. Na anawatumia hawa mitume 12 akionyesha idadi ya lile taifa la wana wa Israeli walikuwa wapo katika makabila 12. Kwa hiyo idadi ya taifa la Israeli ambao ni 12, anawatumia pia hawa mitume 12 kuhakikisha kwamba wasambae ujumbe wake uweze kusambaa duniani kote. Hivyo basi siku ya leo, tofauti zetu Mwenyezi Mungu alizotuita katika utume huu zitufanye tuweze kuwa wahubiri wa neno la Mwenyezi Mungu, na zitufanye tukaweza kuwa na utengano katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.